Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kwa moja tuelekee huko nchini Marekani ambapo rais wa Marekani bwana Donald Trump anasema usitishaji vita wa Gaza utafikiwa wiki ijayo. Matamshi ya Trump yanakuja baada ya mafanikio yake ya hivi majuzi katika kupanga usitishaji vita wa Iran na Israel na kumalizika vita vya siku 12. Rais huyo wa Marekani amesema katika hafla ya ofisi yake huko katika Oval Window katika kusherehekea makubaliano ya Kongo na Rwanda, aliwaambia waandishi wa habari kwamba anaamini usitishaji wa mapigano uko karibu, akisema alikuwa ametoka tu kuzungumza na baadhi ya watu waliohusika katika kujaribu kufikia usitishaji wa vita wa Israel pamoja na Hamas. Rais huyo wa Marekani Donald Trump aliapa kutatua mizozo mbalimbali ulimwenguni, lakini pia na mizozo mingine ikiwa ni pamoja na Urusi pamoja na Ukraine. Hata hivyo, kuna mizozo mingi ambayo ipo katika ulimwengu ambayo rais wa Marekani Donald Trump bado hajaimaliza, ikiwa ni pamoja na mzozo kati ya Urusi pamoja na Ukraine, mzozo ambao umechukua karibia miaka mitatu na bado yupo katika mpango wa kuhakikisha anautatua mzozo huo kama ambavyo aliahidi. Aliwahi kusema kwamba ndani ya siku moja tu baada ya kuingia madarakani atakuwa ameshamaliza mzozo kati ya Warusi na wa Ukraine. Lakini moja kati ya mzozo mzito ambao bado unamuumiza kichwa ni pamoja na mzozo huo. Hata hivyo, kuhusu mzozo wa Israel na Hamas ambapo baadhi ya mateka 50 wamesalia, mateka hao ambao walitekwa nyara na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, wakati kundi hilo la wapiganaji la Hamas liliwateka nyara watu wapatao 250. Wengi waliachiliwa chini ya makubaliano ya hapo awali ya usitishaji wa mapigano na wengine waliokolewa na IDF. Mamlaka ya afya ya Palestina inayoongozwa na Hamas imedai kuwa vita hivyo vimeua makumi na maelfu ya watu katika ukanda wa Gaza na kujaribu sehemu kubwa ya eneo hilo. Tangazo la Donald Trump linakuja baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika umalizaji wa vita ndani ya siku 12 kati ya Israel na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo inaunga mkono makundi ya wapiganaji ambayo ni pamoja na Hamas, Hezbollah pamoja na Wahouthi kutoka nchini Yemen. Trump pia aliahidi kutatua migogoro ya kimataifa, ambapo alisema kwamba atatatua na mzozo wa Korea ya Kaskazini dhidi ya Korea ya Kusini. Lakini moja kati ya changamoto ambayo anaiona bwana Donald Trump, licha ya kukubaliana katika usitishaji wa mapigano dhidi ya Israel, lakini anaiona Iran kama taifa ambalo linatoa silaha kwa makundi hayo, akiamini kwamba ni namna nyingine ya Iran kuendelea na mapambano, na hivyo kutakuwa na njia nyingine ya kuweza kukaa mezani na kuwa na makubaliano rasmi ya usitishaji wa mapigano. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.